sheria bila kujali pesa wala cheo. Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa George Masaju, Mheshimiwa Musa Azan Zungu, Mbunge, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Juma Homera, Waziri wa Katiba na Sheria, na waheshimiwa mawaziri wote na naibu mawaziri mliopo hapa, Mheshimiwa Rosemary Senyamule, Mkuu wa Mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa Samuel Maneno, Naibu Mwanasheria Mkuu wa Serikali na mwakilishi wa Mwanasheria Mkuu wa Serikali, Mheshimiwa Agustine Mwarija, Jaji wa Mahakama ya Rufani na Amidi wa Mahakama ya Rufani, waheshimiwa majaji wa Mahakama za Rufani, Mheshimiwa Hamisi Abdalla, Jaji Mkuu Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Mustafa Siani, Jaji Kiongozi, Mheshimiwa Jaji Madibo Sako, Rais wa Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu, Mheshimiwa Jaji Nesto Kayobera, Rais wa Mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, Mheshimiwa Yohane Masara, Jaji Kiongozi wa Mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, waheshimiwa majaji wa Mahakama Kuu, waheshimiwa majaji wastaafu mlioko hapa, Profesa Ilisante Ole Gabriel, Mtendaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania, Mheshimiwa Eva Nkia, Msajili Mkuu wa Mahakama ya Tanzania, Bwana Sylvester Mwakitaru, Mkurugenzi wa Mashtaka, Wakili Boniface Mwabukusi, Rais wa Chama cha Wanasheria Tanganyika, wawakilishi wa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, wenye viti wa kamati za Bunge, waheshimiwa wa Bunge, naibu katibu mkuu, wote makatibu wakuu na naibu katibu wakuu walioko hapa, waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa, viongozi wa dini, viongozi wa mila, ndugu wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Jaji Mkuu, kama walionitangulia walivyozungumza, nami napenda nianze hotuba yangu kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima na kutuwezesha kukutana hapa kwa ajili ya siku ya sheria nchini inayoashiria kuanza kwa shughuli za mahakama katika mwaka huu. Kwa kuwa hatujapata fursa ya kukutana kabla, napenda niwatakie nyote heri ya mwaka mpya wa mahakama na mwaka mpya wa kalenda ya mwaka 2026. Aidha, napenda kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Jaji Mkuu kwa kumwalika Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuwa mgeni rasmi kwa maadhimisho ya siku ya sheria nchini. Hata hivyo, kutokana na wingi wa majukumu alionayo, amenipa heshima ya kumwakilisha. Vile vile napenda kutumia fursa hii kuwapongeza watumishi wa mahakama na wadau wake wote kwa kuendelea kutekeleza jukumu muhimu la utoaji wa haki nchini. Mheshimiwa Jaji Mkuu, kama ambavyo nimesema, Mheshimiwa Rais amenituma kumwakilisha. Kwa hiyo ninayoanza kuyasema hapa kuanzia sasa si yangu, ni ya kwake. Na nitakapofika nataka kusema langu nitawaambieni, hili sasa langu. Kwa kuanzia hapa ninapoanza, unapotafakari huko tafakari Mheshimiwa Rais amesema. Naanza. Na hata sauti, fikirieni kama mnaisikia sauti yake hivi, lakini naanza. Mheshimiwa Jaji Mkuu, kauli mbiu ya maadhimisho haya isemayo mchango wa mahakama katika ustawi na maendeleo ya taifa imebeba ujumbe muhimu unaonyesha kuwa mahakama si tu muhimili uliojikita kwenye kutoa haki pekee, bali ni nguzo muhimu ya ustawi wa jamii, maendeleo ya kiuchumi na ustawishaji wa amani ya taifa letu. Katika hotuba yako Mheshimiwa Jaji Mkuu, umeeleza kuwa ibara ya kwanza 1B ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaelekeza kuwa lengo kuu la serikali litakuwa kuleta ustawi wa wananchi. Na kwa mujibu wa ibara ya 4 ya katiba hiyo, mahakama ni mojawapo ya mihimili inayohusika na utekelezaji wa shughuli za mahakama, shughuli za mamlaka ya nchi. Mihimili mingine ikiwa ni serikali na bunge. Hivyo licha ya kwamba kila muhimili una majukumu yake yasiyoingiliana na muhimili mwingine, ni dhahiri kuwa maendeleo ya kweli yatatokana na ushirikiano wa mihimili yote mitatu.
Kila muhimili wa dola utakavyotekeleza majukumu yake ipasavyo, ndivyo ustawi na maendeleo ya taifa yatakavyopatikana. Mahakama ndio muhimili unaohakikisha kuwa haki inapatikana kwa wote bila upendeleo, hofu wala uonevu wa aina yoyote. Bunge limepewa jukumu la kutunga sheria na muhimili wa utendaji executive unalo jukumu la utekelezaji wa shughuli zote za serikali. Mahakama si tu chombo cha mwisho cha utoaji wa haki nchini, bali ni mshirika muhimu katika safari ya maendeleo ya taifa. Pamoja na mambo mengine, hotuba ya Mheshimiwa Jaji Mkuu imeonyesha kuwa katika mwaka 2025 mahakama ilishughulikia mashauri ya kiuchumi yenye thamani ya zaidi ya shilingi trilioni 50. Kati ya hayo, mashauri yenye thamani ya shilingi trilioni 13 yalisikilizwa na kutolewa uamuzi kati ya mwezi Oktoba hadi Desemba 2025 pekee. Vile vile, kwa upande mwingine, ninatambua kuwa mahakama inaposikiliza na kutoa maamuzi kwa wakati kwenye mashauri ya jinai inatoa mchango wake kwa kuimarisha amani na utulivu wa jamii, na hivyo kuwezesha kufanyika kwa shughuli za kiuchumi na kijamii. Mheshimiwa Jaji Mkuu, kwa kutambua umuhimu wa mahakama katika ujenzi wa taifa letu, serikali imeendelea kuchukua hatua za makusudi katika kuimarisha uhuru wa mahakama ili kuiwezesha kutekeleza wajibu wake kikamilifu na kuchochea ustawi wa maendeleo ya taifa. Lengo kuu la hatua hizi ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa dhamira ya serikali ya kujenga taifa lenye amani na uchumi jumuishi na uimara. Aidha, serikali itaendelea kushirikiana na mahakama katika ujenzi wa miundombinu ya mahakama, kuimarisha rasilimali watu na kuboresha maslahi ya watumishi wa mahakama, na kusogeza huduma za utoaji haki karibu zaidi na wananchi, hususan kupitia mpango wa ujenzi wa mahakama ya mwanzo na kata nchini zisizo mahakama za mwanzo. Mheshimiwa Jaji Mkuu, kwa watumishi wa mahakama niseme tu, nitamwambia Rais kwamba niliposema ataboresha maslahi ya watumishi katika mahakama, watumishi walinyamaza wa kupiga makofi. Mheshimiwa Jaji Mkuu ameipongeza serikali kwa kuendelea kuimarisha na kuheshimu uhuru wa mahakama. Hata hivyo, nawataka majaji na mahakimu kutekeleza jukumu lenu la utoaji wa haki kwa kuzingatia masharti yaliyoainishwa kwenye ibara ya 107A, 2A mpaka E na 107B ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kamwe uhuru wa mahakama usitumike kama kichaka cha kuficha uzembe, upendeleo na vitendo visivyo vya haki. Uhuru huo ni dhamana ya kutenda haki kwa uadilifu, uwazi na kwa kuzingatia katiba na sheria za nchi. Mheshimiwa Jaji Mkuu, kwa kutumia hadhira hii, ninaipongeza mahakama kwa hatua mbalimbali mlizochukua za utekelezaji wa miradi ya miundombinu. Taarifa zinaonyesha kuwa majengo mengi yatakamilika mwezi Machi mwaka huu na mengine mwezi wa Oktoba. Hivyo endeleeni kusimamia miradi hiyo ili ikamilike kama ilivyopangwa na kuhakikisha thamani ya fedha inaonekana. Hali kadhalika, nimefurahishwa na hatua zilizochukuliwa za ugatuzi wa shughuli za mahakama ya rufani kwa kuanzia na kanda 5. Na wakumbusha tu, ni Rais aliyefurahishwa. Mheshimiwa Jaji Mkuu, natambua jitihada za mahakama za kuimarisha utoaji haki hapa nchini kwa kutunga kanuni mbalimbali zinazosaidia usikilizaji wa mashauri ya madai na jinai ambazo umezielezea, ikiwemo pia faida zake. Nafahamu kuwa katika kipindi kifupi cha miezi 6, kanuni 11 zimetungwa ili kuboresha upatikanaji wa haki hapa nchini. Napendekeza jitihada hizi ziende sambamba na suala la usimamizi wa dhamana kwa wale watuhumiwa wenye stahiki za kisheria kupata dhamana mahakamani kama alivyoeleza Mheshimiwa Jaji Mkuu. Hili ni muhimu kwani linawezesha watuhumiwa kuendelea na shughuli za maendeleo wakiwa kwenye dhamana. Aidha, kwa zoezi la dhamana linahusisha pia taasisi nyingine. Natoa rai kwa wadau wote wa mahakama kuunga mkono jitihada hizi za mahakama kwa ustawi wa nchi yetu. Mheshimiwa Jaji Mkuu, teknolojia ya habari na mawasiliano ndio nguzo muhimu ya maendeleo katika ulimwengu wa sasa. Naipongeza Mahakama ya Tanzania kwa kuendelea kutumia TEHAMA katika shughuli za utoaji wa haki na za kiutawala pia. Nimefurahi kusikia kuwa mahakama imeanza ujenzi wa mfumo wa akili unde, artificial intelligence,
kwa ajili ya kuchukua mwenendo na kumbukumbu za mashauri mahakamani. Hii ni hatua nzuri na muhimu itakayosaidia kuleta ufanisi katika utoaji wa haki. Ili mahakama iweze kuchangia kikamilifu katika ustawi wa maendeleo ya taifa, haina budi kwenda sambamba na mabadiliko ya teknolojia. Hivyo endeleeni na jitihada hizo. Mheshimiwa Jaji Mkuu, mahakama ina wajibu wa kulinda utawala wa sheria, kusimamia utekelezaji wa mikataba, kulinda rasilimali za taifa na kuhakikisha kuwa maendeleo yanayopatikana yanawanufaisha Watanzania wote kwa usawa. Sambamba na hayo, mahakama pia ina mchango mkubwa katika utekelezaji wa Dira ya Taifa 2050 kwa kutekeleza yafuatayo: 1. Kuendelea kulinda haki na misingi ya katiba. 2. Kuhakikisha migogoro ya kiuchumi, kibiashara na kijamii inatatuliwa kwa haraka na kwa haki. 3. Kujenga imani ya wananchi na wawekezaji katika mfumo wa kisheria wa nchi. 4. Kukuza uwajibikaji na nidhamu katika utumishi wa umma na sekta binafsi. 5. Kudumisha amani na mshikamano wa kitaifa ambao ni msingi wa maendeleo endelevu. 6. Kuwezesha mazingira bora ya uwekezaji na ukuaji wa uchumi kwa kuhakikisha utawala wa sheria unazingatiwa. 7. Kulinda haki za makundi maalum wakiwemo wanawake, watoto na watu wenye mahitaji maalum. 8. Kuzuia migogoro inaweza kuwa chanzo cha migawanyiko ya kijamii au kisiasa. 9. Kuhakikisha utekelezaji wa sera na mipango ya maendeleo kwa kutoa tafsiri ya kisheria iliyo wazi na thabiti. 10. Kujenga na kuimarisha utamaduni wa kuheshimu sheria, haki na taasisi za umma. 11. Kuchangia katika mapambano dhidi ya rushwa na matumizi mabaya ya madaraka kwa kutoa haki bila upendeleo. Na mwisho, kuwezesha wananchi kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya taifa kwa kuwahakikishia ulinzi wa haki zao kisheria. Mheshimiwa Jaji Mkuu, nimesikiliza kwa makini hotuba ya Rais wa Chama cha Wanasheria Tanganyika TLS. Naipongeza TLS kwa mchango mkubwa kwa kushirikiana kikamilifu na serikali kupitia Wizara ya Katiba na Sheria pamoja na taasisi nyingine katika utoaji wa huduma za msaada wa kisheria kwa wananchi wasio na uwezo wa kumudu gharama za uwakili. Tangu kuanzishwa kwake mwaka 1954, takriban miaka 71 sasa, TLS imekuwa miongoni mwa vyama vya kitaaluma vyenye imara na vyenye tija kwa taifa. Napenda kuhakikishia kwa serikali itaendelea kutoa ushirikiano kwa TLS na wadau wengine wote wa haki ili kufikisha huduma za kisheria kwa wananchi kwa wakati na kwa ufanisi. Mheshimiwa Jaji Mkuu, napenda kuhitimisha hotuba yangu kwa kutoa rai kwa wadau wote wa haki nchini kuendelea kushirikiana na Mahakama ya Tanzania katika kuhakikisha utawala wa kisheria hapa nchini. Aidha, na washukuru wote mliohudhuria maadhimisho haya. Mahudhurio haya makubwa yanadhihirisha utayari wenu wa kushirikiana na wadau wengine wa haki katika kuhakikisha upatikanaji wa huduma bora katika mwaka huu. Mheshimiwa Jaji Mkuu, kabla sijamaliza haya ninayosema sasa yangu, haya sasa ya makamu wa rais, ya rais tunamaliza hapo, tunakomea kwanza hapo, afu tutakuja kumalizia kipengele cha mwisho cha rais. Nitaka kusema hivi, kwanza namshukuru sana Rais wa Chama cha Wanasheria. Ametuasa viongozi kwamba sio vizuri kuendelea kuzungumzia yaliyojiri tarehe 29. Kwa sababu tarehe 29 Oktoba, kwa sababu yanatuonesha vidonda na pengine yanaweza pia yasisaidie sana katika mchakato wa haki. Sasa niseme kwanza nakubaliana naye 100%. Na pili, naongezea pale aliposahau kwamba sio viongozi wa serikali peke yake, na viongozi wa vyama vya siasa, taasisi za kijamii na wanaharakati. Rais ameunda commission ya kufanya inquiry, inaendelea kufanya kazi, kuendelea kuzungumzia kwa viongozi wa serikali, wa taasisi za kijamii,
vyama vya siasa, wanaharakati kuendelea kuongelea nje ya mfumo wa kisheria uliowekwa kwa jambo hili ni kutolitendea haki taifa letu. Kwa hiyo ni muhimu sana kila mtu anayeipenda Tanzania akubaliane na rais wa chama cha wanasheria kwamba tusitoneshane, tutoe nafasi kwa vyombo vya kisheria kutimiza wajibu wake. Hilo la kwanza. Lakini la pili, hili linamhusu pia rais wa chama cha wanasheria. Na nitawasimulieni na nyinyi mtajua baadaye ananisaidiaje. Mwaka 2005 wakati wa uchaguzi wa ubunge pale Songea mjini, siku moja kwenye kampeni, baada ya kumaliza kuzungumza kuomba kura, wananchi wakapewa nafasi ya kuuliza maswali. Mwananchi mmoja akainuka akasema, sisi bwana, hayo yote uliyoongea tumeyaelewa, lakini sio muhimu sana. Mimi na wenzangu tuko hapa 15, tuna mechi kesho, tunataka mipira. Tunataka mipira kwa ajili ya kesho, tarehe ya uchaguzi mechi itakuwa imeshapita. Sasa yuko rafiki yangu mmoja anaitwa Rajabu, alikuwepo pale, akaomba kipaza sauti, natoa 500 hapa kwa ajili ya mipira. Afa akatoa anaweka namna hii. Mara pap, tulikuwa tumesahau kama naye gombea naye ni wakili Mbogoro. Uchaguzi umeisha, mimi nimetangazwa mshindi. Mbogoro kaenda kafungua kesi. Na lalamiko la kwanza, kutoa rushwa. Mimi nimeita wanasheria, nimekaa nao pale, naambia hii kesi, mbona hamna kesi hapa? Wakaniambia, mheshimiwa, hebu tuitazame. Wakapitia, wakauliza kuhusu ushahidi, wakaambiwa mkanda wa video, jamaa akipeperusha hela. Wale wanasheria, maadvocate wenzake na Mwabukusi wakasema, mheshimiwa, hapa huna pa kutokea. Katika sheria ama umefanya wewe ama ajenti wako, huyu atatambulika kama ajenti wako. Labda pale pale alipotaka kutoa hela ungechukua kipaza sauti useme sio mchango wangu, si usiki nao. Hukusema chochote, ulipiga makofi. Sasa naambia, jamani, mimi ubunge wenyewe ndio mara ya kwanza tunaingia, hata miezi 3 sina, mnataka mnichomoe? Nawaambia mawakili wangu tunafanyaje? Wakasema tuachie tukatafakari. Wamekaa masaa 3 hivi, wakarudi. Wakasema, wana, hapa namna pekee ya kukuokoa ni PO. Sasa PO ndio nini? Sasa mimi, mnajua mimi baba yangu alikuwa polisi. Ukisema tu PO hivi mimi nafikiri police officer. Kwa hiyo ikabidi wanielekeze taratibu hiyo kitu inafanyaje. Kwa hiyo wakasema sasa hii inahitaji research. Kwa hiyo tuachie tukaifanyie kazi na tuachie muda wa kutosha. Muda gani? Wakasema hata wiki 2. Nataka research. Hatuwezi kukuambia tu, maana njia pekee ya kutoka ni hiyo, hakuna nyingine. Basi wakaenda wakaanza kufanya research yao. Walisema wiki 2, lakini siku ya 3 wakarudi. Wakaniambia kazi imeisha, tumeshashinda hii. Mmeshindaje? Wakaniambia PO. Wakili aliyemtumia Mbogoro hajalipa ada ya wakili. Bahati nzuri tukiwa kule mtaani tunasema ngoma ikaenda mahakamani. Habari ikaenda mahakamani. PO, jaji akasema PO hii imesimama, kesi nje. Sasa paka wakati ule ilikuwa Tanganyika Law Society regulations peke yake zilikuwa zinasimamia jambo hili. Lakini kwa kesi ile sasa, na bahati ikaenda pia rufaa, uamuzi ukasimama mahakama ya rufaa. Sasa ilipoenda mahakama ya rufaa ndio sasa ikishaenda kwenye mahakama ya rufaa inageuka kuwa nini? Sheria. Kwamba sasa sio administrative issue tena, ni mandatory. Na wanasheria wote wanajua, mawakili wote wanajua. Kwa
Kwa hiyo nilichotaka kusema ni kwamba kipato cha TLS kiliongezeka kwa sababu ile kesi yangu. Sasa Mwabukusi, mnanisaidiaje? Mheshimiwa Jaji Mkuu, baada ya kuyasema hayo, sasa ninayo heshima kwa niaba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutamka kwamba mwaka mpya wa mahakama 2026 umezinduliwa rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza.